na kabla nilikuwa amefungwa kama ndio aliyemzalisha huyu ni mzaliwa wake wa kwanza. Lakini wakati ambapo amemaliza kufungwa ule mkono, naye anarudisha mkono, anarudisha tena. Wewe Yesu naye huyu mwingine akaelewa, akatoka kwa nguvu. Wewe Yesu naelewa, sema nitatoka katika jina la Yesu. Na kuombea siku ya leo, ndio lako sie Yehova unengo munde. Yale mambo umeshindwa kufanya, unatoka na nguvu za Bwana, unatoka na uwezo wa Jehova. Maandiko anasema sio kwa nguvu wala uwezo mwingi, bali ni kwa nguvu za Roho wa Bwana. Vile watu wanakudhania, nasema sio hivyo. Jehova atabadilisha. Nasema huyu mzalisha alichanganyikiwa kwa sababu yale Jehova alifanya. Nasema Jehova atageuza, Jehova atakugeuzia, Jehova atafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Na unabii ukatolewa, akaambiwa utakuwa unafanya mambo makubwa. Ndio zaidi utailo ya ndio nini tu kuna kuinga. Bwana Yesu natawe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wale mundu wase hivyo na mbuya ya jana kanzembe ameluketa na kwata. Ndio kutoka na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nange mazi ya kanambo sia hizi kanambo hizi. Haijeli ya sahani ile. Ni mwame wa matungie kuoko. Alirudisha mkono kuzalisha, akashindwa. Mbona tulimpunga mkono kama mzaliwa wa kwanza, na kumbe kuna mwingine ametoka. Nasema wakishughulikia, wakingojea wakuue, watakuta ushapita. Wakingoja waharibu maisha yako, watakuta ushapita. Nasema Jehova atakubalia, maisha yako haitaharibika. Jehova atashikilia kazi yako, ndoa yako Jehova atailinda. Hiyo ndoa yako Jehova atailinda. Ingawaje ulisahaulika, hata kana kwamba hujulikani, Jehova atakukumbuka, Jehova atakuhifadhi katika jina la Yesu. Nasema kama vile mzalisha hakuelewa, kuna watu hawataelewa ukinunua gari. Nasema ya ndio mataelewa hivi kwa gari. Kuna watu hawataelewa. Ile mtu mbele sio itaeleka. Ndio na mwisita naelewa. Wewe Yesu nadaewa. Ndio atiye kaumye kwa kuona isa ane kwa kaumye. Na kaka ange kaumye. Bwana Yesu asifiwe. Sema napokea hiyo mafuta za haraka haraka katika jina la Yesu. Na sio ndo mwisicho taelewa, mtani wako hataelewa, mama yako ikipona, aliyekuroga hataelewa, maisha yako ikipelekwa kiwango kingine. Nasema aliyesema hutapata pesa, nasema hataelewa. Jehova akikupatia pesa, utajiri wa mataifa na uingie katika mikono yako. Kile ambacho kilikukataa miaka iliyopita, Jehova akupatie na siku moja. Nasema Jehova akupatie kwa masaa. Nasema Jehova akatumana toka mahali pake patakatifu. Nasema kuna protocol Jehova anaanza kuvunja ili ufikie hatima yako. Kuna protocol Jehova atavunja. Nasema kuna protocol katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Mzalisha akapunga mkono, lakini mkono ukarudishwa. Lakini huyo mtoto mwingine akatoka na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ana kwamba ulisaulika, onemba ndo maine wa shendo nutalawa. It doesn't matter. Maintain your community power. Sema power. Ndio hii ya kupuka na haraka. Hawa ni watu angetoka kwa kitanda ambaye hapo city. Huyu ni mtu angesema leo silani, naenda kesha. Huyu ni mtu ambaye angekuja ushirika. Huyu ni mtu angekuwa na masiku yake, anasema hii siku na hii siku ni zangu za kuomba. Ndio ni power. Ndio ndo mageta aizo wendoka wapi lokio. Yesu na Bwana Yesu asifiwe. Kana sisi niende langa, by the way niende langa hoteji kuma kwa ndo maka hotese. Kana maka uselezi. Yesu ndio. Kwa jamaa alikaa kwa milika ya maji 30 years. Unless ngaya ikitiisi ya mundu uno kuzokuya ba. Yakatu kitondea luka Mungu si. Mungu akashuka pale amukulia no ndogoa. Amwendi na mundu undichalia. Onemba na mundu ogulicha. Jehova atakuja. Jehova atatumana. Mundu ananda wima to nambe yogozuka. Ananda wima to noko keuka. Watu uliokula na wao, watu uliovaa na wao, watu uliotembea na wao, wanaweza wakakuacha.
lakini Yoba hawezi akakuacha. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasema mzee wako anaweza akakuacha, watoto wako wanaweza akakuacha, hata mama yako anaweza akakuacha, lakini Yoba, nasema kuna Jehova ambaye hawezi akakuacha. Yoba anajua uko hapa. Yoba anajua utaolewa. Yoba anajua utaoa. Yoba anajua una kazi. Yoba anajua mzee alienda. Yoba anajua ulipoteka. Nasema Jehova anajua. Jehova anajua. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwisita wako umwisita aizuka gende ya waumini. Bwana Yesu asifiwe. Aizuka gende ya wewe jana. Ndio tulinunua ngari. Tulipopata ngari, mtu mmoja alikuja, alienda akasema kwamba tulibadilisha ngari. So watu fulani, watu ambao wameokoka, akatengeneza kikosi cha kusema hao watu walipatiwa mapepo. So ile mapepo ndio imewapatia ngari. Mwa Yesu na daiwa. Ono mundi tukoma na zambe zembangite ona mao nyemendete ya ngari. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa sababu waliongea na wakanyamaza. Sema watanyamaza. Ona mwisita atiwa igulia mbona tiula tuobiende na homo siao ambe. Huyo umetoka namna gani? Sema hawataelewa. Uko hapa nitangaze mtawi wa kwako hawataelewa. Watakutazama kwa vioo lakini hawatakuona. Watangojea mazishi yako. Watangoja sana. Wakingojea ufunge kazi. Watangoja sana. Wakingojea hii kanisa iende chini. Watangoja sana. Kwa sababu natetewa na Yoba. Wakizungurukia, wakingojea, watazukia ya kwamba hii paa tumetoa na tumeweka ingine. Wakingojea protocol zao, watazukia umejenga kwako. Wakingojea protocol zako, watazukia kwa ile kanisa. Ukaona gale ya kushitwa ni ya Yesu. Mendoaze ikuona ile majini masi. Wea Yesu na laiwe. Nundu wandoeme uwa mwisita akuolia na mbona tuitobia nolini wawambe. Kuza mtu mwambia kutoka. Na memoa ikuza zio human wangu. Nundu wandoiki maika aliketu ni nundu wa ikuzia. Nundu wanguzia kuna watu wawata ikia mbinguni kwa sababu ya pole tu. Ndoto wamefungwa kamba kwa uzi nyekundu. Lakini ananutisha ule mkono. Mwingine anatoka bulu na anaenda. Ya? Sukia. Juzi jioni tukiwa pale. Tukiwa pale kwa nyumba tulikuwa tumestaleka. Tulikuwa tumepumzika. Kumbe jamaa fulani alienda akanunua ile inaitwa, sio kama inaitwa red meat. Inaitwa red meat ama ni steak. Ile nyama mzuri. Inaitwa steak. Na jamaa anaenda ananunua steak. Na ana make sure ala hiyo ipaswa kuwa ikasumbua mama akienda kupika. Yeye ana make sure anatafuta mtu inapikwa vizuri. In fact, na jenedi ya Yakobo itawawite rembo. Bwana Yesu asifiwe. Inapikwa vizuri na imechanganywa na kila kitu vizuri. Yaani inapikwa ikiwa fry. Always fry. Na inafunikwa na siyampigia simu ati nimwambie wewe unajua ati kuna kitu imekosekana. Ndio inaletwa kitu vizuri vimepikwa. Na yeye mundu ndio ubali wasindo ine mwenanda kama. Kuna roho inamvuza. Natangaza siku ya leo. Pokea neema ya kupata ufunuo katika jina la Yesu. Na nacho imamba ndio kuoneka. Nasema hautaonekana. Ukirudi kwa ndoa yako haitawatajua. Nasema waliosema hautakaa na mzee walikosea. Maana Yoba atabadilisha. Laana inakula ukoo wa kwenu Bwana ataiondoa. Nasema Yoba ataondoa hiyo laana. Yoba akuendelea laana yoyote katika jina la Yesu. Basi ndio ile sio ulaine sio nene ni yapi ya kuandika. Ewa akakwata sindo sia chao. Sindo sia amina. Ayu na hiyo mtake. Sasa hao wajinga walikuwa wanasema ni kama nilikuwa nimeokoka nikienda na motorbike. Sasa nikinunua gari nimekuwa mtu wa Illuminati. Sema washindwa.
Mwatuma usiokaneti. Bwana Yesu asifiwe. Imani nikienda motorbike ndio sasa nimeokoka. Kama niko na gari hiyo ni Illuminati. Tazama Yesu, kuza mtu mwambie kuwa tayari watu wataongea. Pia ndio tu kaide yake ya lake tuko kama. Kuza mtu mwambie pokea gari yako. Katika jina la Yesu. Nasema tukienda kumaliza hii paa, kuna watu watakuwa na baki magari ovyo ovyo. Sema ovyo ovyo. Na mengine atakuja na nguvu. Sema na nguvu. Mama utuna protocol. Mwe Yesu na nundu mundu atiyo bakana ko bakaluo kwa manaka kauma aombola kubuka tonga gogo mungu kwa mahambe toke Bwana akupatie mafuta ya kutokelezea. Nasema mafuta ya kutokelezea. Ukipiga kwa kambi ya maadui zako wanachanganyikiwa. Ukikutana na anayekuroga anachanganyikiwa. Ukikutana na watesi wako wanachanganyikiwa. Nasema hawatajua maana Bwana atakupatia nguvu ya kufunga na haraka. Pokea nguvu, pokea neema, pokea uwezo wa kubadilika vitu vya nguvu. Awakeka asidusia bima. Mwati hawa iko ule nenu mana angani yako wao. Hello Yesu. Kumbe awakeka asidusia chao. Sabina, nungu isijawati kuhetelete sote. Mama nugile, sema itabuka. Katika jina la Yesu. Nasema magwete sindusia mwemosu watangoya sana. Wakikugonya na vitu vyao vya uchawi. Nasema Bwana atakupukisha. Bwana akutakalishe na uchawi wako. Bwana akuondolee kwa maneno yao. Walisema yao imeisha. Sema anasema siku ya leo utatembea na nguvu. Utatembea na uwezo wa Yehova. Utatembea chini ya neema. Katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Unajua tulipojenga nyumba chama ni yako hapa. Alikuja ananiambia basi unajua nilinunua shamba kile nataka nitaenda nijenge nyumba kama bati pale. Bwana Yesu asifiwe. Nijenge nyumba kama bati. Na mimi nikamwambia kitu kimoja, ambaye ni akalile nyumba mabati na mniandae kala nyumba jao. Nimwambia usinikuwa nilisema yako na tuna na mweka watu wa maana waitoneka nikale nyumba mabati na kuika nyumba jao. Leo mwadebe ya kana leo. Kwa sababu gani? Ni kwa nguvu. Sema nguvu. Na mwende kala ya bia chui humo. Ngine ni laana. Kune tanga kula na ngana niendwe ngana. Kule bado ni swango. Wewe hauta swango. Kama ni swango ninunua gari, wewe utapokea tu. Nasema wewe utapokea tu. Milango itafunguka tu. Nasema kitu itadendeka. Kitu kitadendeka. Kuna nguvu zingine. Watu minugile musano suminugile. Kwa bandu wa minugile. Awa mina mwezi tatu anajana wengi. Kana mtabio ndo moya kuja na yuko ikwendo. Ikawa aliporudisha mkono wake. Tazama. Ndugu yake akatoka. Yaani unaona hapa hii protocol ya mwizicha. Alafu Yesu ndo mwizicha ndo anaogoa. Angema yule maisha hawa. Wewe Yesu anayo. Kwa hivyo aliporudisha mkono ndugu yake akafanya nini? Akatoka. Tena mbio. Na Yesu anayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yake akafanya nini? Akatoka. Hai. Akasema Bwana umepita kwa nguvu wewe. Bwana umepita kwa nguvu. Mambo ya nguvu na ya kuandama. Mambo ya nguvu yafanya nini? Hivi ndio maneze kanisa one museo. Haito na inangaila tunake kanisa ama bati. Bwana Yesu asifiwe. Tumatia mama ya sebe ndo mato naka ametoka ya ndo kanisa wewe pia. Sema watajipanga. Kwa jina la Yesu. Inaitwa vitu za nguvu. Ndio miaka ya likile ya kuekeleza na ketele. Kwanza ni kwa mwezi wa 11 ni mwezi wa tungeo. Ni mwezi wa resolution. Ni mwezi ulaye. Wewe kwa una. Kwa Yesu na dawa. Maandiko yanasema kabla hajaona nguvu za kabla hajaona utungu, kabla nguvu za kuzaa, kabla ile faith ya uzazi ya kuja akazaa mana. Pokea mafuta ya kuzaa bila utungu. Nasema pokea mafuta ya kuzaa bila utungu katika jina la Yesu. Jomba ndo utungu wa kila aina katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko meze ala namba kwa una
asia kana katao kakabise